na Mungu arema kubariki kwa maombi na whatever you did. It really did good na tunashukuru Bwana kwa kila jambo. Nataka tuweze kuingia katika neno, then I think we give afterward. Na Mungu arema atatubariki. Tulianza jambo, tulisema kwa last Sunday ya kwamba we commence ama tukaanza leo siku 21 ya warfare ama vita, declaring what is ours, we need to have it. Wapendwa, kitu kimoja nimekuwa nikiwaza, and I don't know why God has made it this time. Nikujua kwamba many people who are born to be great, they end up being useless and never realize their purpose. Na nikajua hakuna kitu kichungu kama hicho. When you don't fulfill your purpose, you end up in pain. And I pray that kwamba may God prepare us and do the necessary katika maisha yetu, that you and I, we shall be a testimony katika dunia kwamba kuna Mungu anatenda makuu. I believe wokovu si kusema Bwana asifiwe. Maana inasema in the book of John that as many as received him, he gave them power to become sons of God. Amen. We are sons of God. Amen. Let me say it again, we are sons of God. Amen. And if I am a son of God, mkono wa baba yangu lazima uonekane. Hallelujah. Amen. So nasi kwa hivyo kuna mambo nimekuja kujua, we need to know how to go about it, so that in the end of the day we shall be able to realize who we are in Jesus' name. Amen. So siku ya leo we are starting on these 21 days, not necessarily about fasting, but we shall be praying with understanding. We get to understand how we are praying and what we should pray for. Na tunadai kulingana na ufunuo wa neno la Mungu. Because that is the only way we are going to win this battle. Utukufu wa jina la Mungu wa rehema. So today, let me just give an outline of a little bit. We have 5 issues we need to deal with this given frame time. Ama time frame, sorry. 5 things tunapambana nazo. Na lazima tuzishinde katika jina la Yesu Kristo. Ziko pale kwa runinga yetu, the power of sin, ama pattern of sin, poverty, sickness and diseases, curse of the Lord, and finally death. Just to give us an outline more, sin, it is separate you na Mungu wako. Ukitaka mti kufe, you don't need to kill it and hammer it and cut it. You just pluck it out of the soil, ama from the soil. Uking'oa mti kutoka kwa mchanga, you have killed it. Because its life iko kwa mchanga. Ukitaka samaki ife, don't shoot it or cut it. Just take it out of the water. Na umeiua. And nasi ukitaka mtu akufe, take that person out of God, and that person is dead. So sin inatutoaga kwa Mungu. And the devil knows so long sin iko, you are dead and you are a failure. Poverty, no, let's just give us the first, I'm just giving it out. Poverty inakuzuia kutekeleza wajibu wako. Kwa sababu utajiri ama mali is not about the cars and material things. It is about an avenue ama kitu ya kukusaidia to fulfill kila Mungu anataka fulfill. So poverty, when it is sitting on somebody, it is as worse as sin. Sema tena. Poverty is as worse as sin. Wakati mwingine tunaona kama umaskini si baya. My friend, you can be holy, but without money, you don't fulfill God's agenda. Number 3, sickness and disease zinafanya miili yetu midhaifu.
that you cannot serve God as God desires you to serve. Listen, brethren, without this body, I cannot be able to preach God. I need good health kuweza kusimama hapa. Number 4, curse of the law. Curse of the law ni force inasimamaga mbele yako, inakuzuia. Na hii mambo yapo mengi. Jana tulikuwa nyumbani na mke wangu, bienda gafani huko nyumbani because of trying to see what we can do because of the family ile imeachwa. And I was shocked kusikia mambo mengine. Kuna pesa zingine my dad alichukua hakulipa. Nikaenda kuona yule peana, naye akaniambia kuna buzi ilichukuliwa like 50 years ago. Na my dad akapewa pesa akala na akapewa buzi akala. Na hakulipa. I don't want to go to detail because it is not buzi ya kawaida. It is a covenant boat. I don't want to go that way, but I'm saying this. Ni jambo halikejulikana. But the grace of God, nilifuatilia nikajua, and some of these things zinatukula. Why? Because something ilipeanwa, zile mnapeana kwa dawari na mengineo. And I want to sisitisha hapa. Kama unataka kwenda kisheria, that is traditionally, fulfill it 100%. Hello? Don't try to joke around. Zinakula watu. Curse of the law. Zinakula watu. Hiyo buzi ilifanya niende kuuliza mzee. Ililetwa kwa sababu ya a cousin to my dad. Ikaletewa my dad na ng'ombe. Kiza hii. Walipoletewa ni kwa sababu kuna mtu wao, babu yao alikataa kuleta. So ikaletwa, ilipoletwa ilikuwa inaletwa kwa sababu ya mshana amepooza, amekaa, miguu imepooza, hawezi tembea. Walipoulizana wakajua kuna ng'ombe wa kuleta. Wakaleta kwetu nyumbani. Walipoleta mahali ilala haikuamka. Ikapooza. Ikakaa pale, inakula, iko sawa lakini hawezi simama. Wakaita daktari. Daktari akaja akaidunga sindano ile ng'ombe. Alipodunga sindano ikaanza kufura, ilidunga mguu wa kulia yanga sana. Ikaanza kufura mama kanyi. Ilipoanza kufura, yule mshana alifanya iletwe, naye mguu wa kulia ikaanza kufura. Ng'ombe ikapasuka ule mguu usiku, ikakuliwa na mbwa ikafa. Asubuhi wakakula imekufa, wakazika. After 2 days yule mama akafa. Curse of the law. Zimejaa everywhere. We don't care. So when nilipoenda nikaulizia, nikasikia pia kuna buzi ilikuwa ya company ya ng'ombe. My dad aliuza akala hizo pesa peke yake na kuna ndugu yake. I had to push hiyo pesa wakanjane. Jana had to make sure imelipo. Hiyo pesa huyo mwingine amepelekewa. Ni mimi mwenyewe nilipeleka. There are things we need to give and decree and declare. The curse of the law will not destroy us. And finally, death. Kuna kifo ya kutoka kwa mwili. Lakini kuna kifo kina terminate people's purpose when you die prematurely. We need to know this thing, that I will not die until I fulfill my purpose. So let's start off. Today we are going to deal with the sin. Dhambi. And we shall have this whole week, we'll be praying about it. What is sin? Sin is lawlessness, rebellion to the laws and rules. There are 2 types of sin. Sin of omission and sin of committing and sin of omission. What is sin of committing? Sin ya kukomiti ni ile dhambi unatenda. Najua wengi tunajua dhambi ni ulevi, usherati, usinifu, wizi.
But it is so deep, more than that. Nimesema kuna dhambi aina mbili, kuna ya kutenda na ya kutotenda. Sikiza, Jeremiah alisema, Mungu nisaidie nisikatende dhambi ya kutombea watu wako. Kwa hiyo hata kutotenda kile unastahili kutenda ni dhambi. Kwa pamoja. So kama kanisa la Yesu lazima tuchimbue zaidi. Maana nguvu ya ibilisi inakuwa when you rebel. Tumeona sin ni rebellion. Number 3, every law and regulation or rules have penalties to the breakers. And penalties are very bitter. Kila sheria ukivunja inakuwa ina adhabu yake. Na wengi we are victim ya adhabu hili. Mungu alema tukomboe kwa jina la Yesu. Let's move on the scripture down there. 1 Timothy chapter number 1 verse 9 to 10. Knowing this, that the law is not made for the righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for injurious person, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea juu ya dhambi ni deep kuliko ile tunaita dhambi. Ile tumejua anything iko kinyume. When you eat time, you are a sinner. Na shetani ana nguvu ya kusimama aseme huyu nampinga kwa sababu ya ni mwizi. Wakati unapea watu ahadi, haulipi ahadi zile. Wakopa vitu, haulipi. Maandiko yanasema muovu anakopa na halipi. Think about that. Ni wangapi tumekopa na hata ulisahau hata zingine unaipa watu. Maandiko yanasema muovu anakopa lakini halipi. Brethren, Yesu alisema we need to fulfill all righteousness. That is why we will pray and our prayers should never come to reality. Why maandiko yanasema sikio la Mungu halitasibana, wala mkono wake si mfupi ili asikomoe, lakini dhambi zenu zinamtenda nani? When sin comes into play, the glory of God is cut short. Hiyo ndio mapenzi ya ibilisi. But I thank God because there is a way out in Jesus' name. The book of Numbers, chapter number 23, verse 20. Behold, I receive a commandment to bless. Huyu kabla tusome andiko ni Balaam. Balaam anaitwa na Barak. Arani Israeli. Come on. Bwana asifiwe, nipungie mkono. Sijui kama unajua tunalaaniwa usiku na mchana. Hello. Maandiko yanasema Israeli hawaelewi kile kinafanyika. Barak amewaogopa. Ameita Balaam aje awalaani Israeli. But listen this is what I love. Let's read it. Balaam anasema hivi. He gave a commandment to bless, and he has blessed, and I cannot reverse it. Yoni Balaam anasema hivyo. Verse 21. Why can't he reverse it? Verse 21. He that is God has not beheld iniquity in Jacob, neither has God seen perverseness in Israel. The Lord his God is with him, and the shout of a king is among them. Look at that. There is a mtu wa Qurani anakuja Qurani Israeli kama vile inafanyikana kwetu, lakini hapati mwanya
wa kulaani Israeli. Kwa nini? Kwa sababu hapati uovu. Kabla adui ya kuangamize, anakuingisha kwa madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unajificha, ukitenda dhambi, wacha kujificha. Maana dhambi ndiyo inafanya shetani apate uwezo wa kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hapati uovu. Naomba Mungu atujalie neema, uovu usipatikane katika neema zetu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumejaza vitu chuki, tumejaza chuki katika mioyo yetu, tumejaza hasa mambo ya vitina, masengenyo. Pendwa, Mungu wa rehema, naomba wiki hii tuondoe zote na tusiondoe kabisa katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Romans chapter number 7. Warumi sura ya 7, nasoma mistari kadhaa. Verse 19. For the good thing that this is Paul anaongea hapa. For the good thing that I do not, for the good that I do not. For the good that I do not. But the evil which I would not, that I do. Are you getting it? Yes. Anasema yale mema nataka kutenda, sitendi. Pungieni mkono. Anaomboleza. Anasema kuna mema nataka kutenda, lakini siyatendi. Na hapo najua kuna wengi wako ndani. Haya, verse 20. Now if I do that I would not, is it not more than that? Let me repeat. Now, if I do that I would not, it is not more I that do it, but the thing that dwell in me. I find in the Lord that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my member, warring against the law of my mind, and bringing me to captivity to the law of sin, which is in my member. O wretch me that I am, O wretch man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Verse number 25. And I'm gone through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Umemaliza hiyo? Alright. No, kuna kitu nataka kuelezea hapo kabla tuendelee. We are building, I believe we are building. Tunaendelea pamoja? Tunaona Paulo akiandika chapter number 7. Anaongea juu ya anatamani kutenda mema, lakini mema anayotamani kuyatenda hayatendi. Si kama mnajua, wengi hata ukiona wakilia, wengine wanaliaga wakitubu dhambi za wiki. Kwa sababu sipendi kuishi maisha haya, lakini najikuta naishi yale maisha. Umeshawahi kukuta mahali wadada wadugu wanaongea, wanasema tumalize na maombi. Mungu, kama kuna uovu tumetenda tusamehe. Tumesengenya fulani, tusamehe. That means they never desire kutenda maovu, but the nature ya ovu inakaa ndani yao. Wapendwa, what will liberate us is the knowledge of truth. Na naomba leo Mungu atupe ukweli huu. Hallelujah. So akasema, nimekuja kujua, basi si mimi natenda maovu yale, kuna hali ya uovu iko ndani yangu. Hiyo ndio inatenda hale maovu. Ndio akamalizia kusema, ashukuriwe Mungu wa rehema, aliyenikomoa mimi kutoka kwa hiyo maovu, ya kwamba ninaweza tembea katika utakatifu, naweza tembea katika haki, naweza shida dhambi. Maana baada ya dhambi kuna kilio, kuna uchungu, kuna mateso, kuna kila mshahara unapata.
mshahara ni mchungu mno wapendwa. Hakuna kitu kichungu like when you look back you feel pain. Hallelujah. Kwa pamoja. Baada wakati ule dhambi inapikwa inanukaga vizuri. Unakumbuka Esau ametoka kichakani. Amekuta ndugu yake amepika kitoweo nzuri. Aliona kama hataweza kula kingine kama kile. Akauza urithi wake. Maandiko inasema aliugua akijaribu kuuridisha ama kupata. Why? Because when sin is already in control, huanagi kesho. But after sin, there is pain and agony. May God deliver us, wapendwa. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach. We refuse to be under reproach in Jesus' mighty name. Hallelujah. I'm rushing because I need us to prepare ourselves for this, and we do what we are supposed to do in Jesus' mighty name. The book of 2 Corinthians. This scripture is so powerful. So powerful. I wish you can breathe in, breathe out. Just breathe in, breathe out. No, let's just stand. Just stand up. This scripture is so powerful. If you can understand it, when I read it, I understood it. It made my life to be revolutionary. Just stretch out, stretch out, stretch out. Hallelujah. Breathe in, breathe out. God bless you. You can see. Now, just we go back a little bit. Tumenotice Paul anaugua. Kwa sababu yale mambo anatamani kuyatenda hatendi. Na hapo ndio wengi tupo. Tunang'ang'ana na hii nyama anaitwa dhambi. Day in day out. Na hiyo unajikuta many a time you are falling a victim. Why? You are trying to fight a battle you cannot win. Listen carefully. Wengi wamejaribu wameshindwa. But when you understand kiliyofanyika, that is when you get the victory. Victory is not about what you do. Oh God help me. It is not about what you do. It is about what Jesus did. Our victory tunaipata kwa sababu ya Yesu. Nisikize kabla niokoke. I still remember nilikuwa naenda kanisani Eastridge St. Teresa ya Katoliki. Na nilikuwa ninaenda napiga magoti kwa Father na ungama dhambi zangu. Nasikia uchungu maana nimetenda dhambi yoyote. Father ananipadri ananiambia niende nisalimie Maria mara kadhaa. Na niseme the Lord's Prayer. Ninaenda ninatubu nafanya yoyote. Ninakula mpaka sakramenti. Nikitoka kanisani hapa nje ya kanisa palikuwa na viosi. Ninanunua kasigari. Ninatembea nilikuwa nakaa majengo. Kabla nifike majengo nimefanya yale yote nilikuwa ninatubu. Why? Because the nature singeishinda na nguvu yangu. Why am we born again today? Because we realize Jesus died for us. I want you to understand today, Jesus did not only die for you. He did more than that. Are you there? Yes. Now let's read it. Now then, we are ambassadors of Christ. Now, not tomorrow. Hello? When? Now. We are ambassadors of Christ. An ambassador is a representative wa serikali. Ambassador wa Amerika akiwa Kenya anawakilisha serikali ya Amerika kama vile aliyechaguliwa Joe Biden vile ako Amerikani. So he speaks for that nation as the president speaks. Wapendwa, we are Christ here on earth. Now, what should excite us? This is it.
as though God did beseech you for us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Verse 21, look at verse 21. Can we read together verse 21? 1, 2, let's go. Read it again. He made him. Talk to me. He made him what? The Bible says he made him to be a sinner. He never made Jesus a sinner. Because Jesus never sinned. Oh God. Tuko pamoja. He was not made a sinner. There is a verse, the contemporary English. Nasema, he made him a sinner. That's a lie. I have to check it even from the original text. He has made him to be sin. He became sin. Hello? Jesus became sin. Hey, are you there? No, listen. You were a sinner because you obeyed sin. Now, Jesus was made sin. He became sin. So what did he do? When he became sin, he carried sin unto the cross and crucified sin. Are you there? Because he became sin, he carried the sin to the cross. He killed the sin on the cross. He took sin to the grave. Then after 3 days, he resurrected. That means if anyone is in Christ, if you are in Christ, sin has no power over you. You don't defeat sin because you are prayerful. You don't defeat sin because you are so good. You defeat sin because you are in Christ, one who destroyed the sin. So long I'm in Christ, I will live a holy life. Wewe ukijaribu kushinda na nguvu yako, utakuwa unaomboleza kila siku. Lakini the moment you know, as long as I'm in Christ, sin died. Because he became sin for us. He who knew sin, that we might become the righteousness of God. Wapendwa, sasa sisi ni haki ya Mungu. Si eti tuna haki ya Mungu wapendwa, lakini sisi ni haki ya Mungu. As far as Christ is concerned, sin died. Hello? Kwa pamoja. Wapendwa, until we understand this, you can choose to live in mourning. One time nilikuwa naongelesha wadada, walikuwa single ladies, kwa mkutano moja tulikuwa nayo. Na dada moja akasema hivi, walikuwa single ladies na wajane. Yule dada akasema mume wake alikufa 12 years ago. Lakini akasema lakini namuonaga kama alikufa jana. Alipoongea hivyo akaanza kulia. 12 years ago, lakini anaona ni kama jana. Why? Kwa sababu she never let the dead die. Wapendwa, most of us we are paining kwa sababu we lost and never accepted it to God. The moment to realize sin iliharibiwa mudharafu. The moment you realize sin was destroyed on the cross, what do? You never again be a victim of it again. He always talk to it and tell you, gossip ulimalizwa msalabani. Uongo ulimalizwa msalabani.
Whatever, you cannot control over me because I am in Christ. Hallelujah. Are you there? Jesus became a sin for us. That we may become, hallelujah, that you may become, you know what I'm seeing? I'm seeing the righteousness of God. Not the righteousness of the law, not the righteousness of human person. It is the righteousness of God. Kuna righteousness ya sheria, where you do this to be righteous. Lakini kuna righteousness ya Mungu. Whatever you don't do it to struggle. You do it because you're already a righteous man. Hallelujah. That is why unafika mahali, you don't prosper because you pay time. You don't prosper because you sow seed. Come on. Najua tumefika mahali mpaka tumekuwa tukidanganywa panda mbegu, mpaka nimesikia maushuhuda hizo zote. Nasikia mtu anasema nilipopanda mbegu nikapata kazi. Nilipopanda mbegu biashara yangu ikapanuka. Wapendwa, when you are the righteousness of God, si mbegu inakupanuaga. Unapandaga mbegu maana umepanuka. Hello? Unatoa fungu la 10 maana umebarikiwa. Unabariki wengine maana umebarikiwa. Na ninaona watu hao hapa. Katika jina la Yesu Kristo. So, hauna shida. Hausengeni maana hakuna masengenyo ndani yako. Kuna mwimbaji anaitwa Philip Kimani. Aliimba wimbo moja akasema na Kikuyu, ni watu nyile hinya wako hiya. Ulininyang'anya nguvu ya kutenda dhambi. Wapendwa, when you understand this, listen, the reason why today we are born again ni kuelewa peke yake. You got the revelation. Today may you catch the revelation ya kwamba Jesus became a sin for you. That is what you evolutionize your mind. Hautasumbuka tena, ndugu yangu na dada yangu, kukaa na dada hauna shida, maana hauna nature ya kutenda dhambi. I still remember those good churches tulikuwaga, where kulikuwa na kuanzia hii roho ya wazee. Na kuanzia roho hii ya wamama. Na palikuwa pana njia pana. Hapa katikati, very wide. Maana dhambi inaweza ruka. So wameweka njia kubwa wazee wa mama, na hata ukiingia pale unakuta washazi walikuwa tuzee. Ukijaribu kukaa kwa mama, we jela korea. Why? Because we don't trust one another hata kanisani. Wapendwa, listen carefully. When you understand that sin died, hausumbuki tena. Your life becomes free. Come on, are you there? Hallelujah, are you there? Mmoja nisikia mhubiri mmoja akihubiri akasema, kuna wadugu you cannot trust them, na wadada kimwambia chukua dada upeleke Nakuru, anaweza kosa kufikisha Nakuru. Because you don't know that sin was destroyed on the cross. Hallelujah. It was destroyed on the cross. Na tutakuwa tunaona haya mambo, hata magonjwa yaliangamizwa msalabani. And when you understand this, you start praying with it. Haya mambo nimeanza kuomba nao. Naitumia kuomba. Natembea mapepo na hii maandiko. Maana wapendwa, nimejua maombi si kupiga kelele. Maombi ni kuongea kile unajua kweli. It is presenting your case kwa jaji. Wapendwa, nisikize. Kwenda kwa jaji, hauendani kusema jaji nihurumie. Present your case. Hata kama ni wewe uliibiwa na ukose kupresent vizuri, utaondolewa na kesi yako itatupwa. Mzee mmoja wa kwetu alikuwa zile nyumba za Highlands pale Majengo. Alikuwa anakaa hapo Majengo na akawa anafanya kazi na City Council. Alikuwa anaenda 6 months leave na anafanya 6 months kazi. Sasa yule mzee akawa zile nyumba za Highlands zinajengwa, wanaambiwa watu watakuwa beneficial wale walikuwa. So akawa ameandikwa kupewa one of the house. Naye ni kigugumizi.
Kawa kwa ile nyumba alikuwa anakaa, kuna mjaruo alikuwa amekodisha pale. Sasa alipoenda nyumba zimejengwa zilikuisha zinaisha, akawa akorifu. Yule mjaruo mjanja akaenda akageuza majina. Akaweka yake. Wacha mzee atoke ushazi. Wakati zinapeanwa document. Hakuta jina lake alipo. Akaenda kwa ofisi kujitetea. Na wajua watu wakikugumizi, akikasirika, maneno inakwama yote. Nasemaga sasa nenda baba wala wakuu wakasema moto wao wasimu. Si wazimu ana haki. Lakini hawezi jitetea. Kanisa la Yesu maombi si kulia. Na hiyo ndio shida yetu, ni hurumie Mungu, nikumbuke. Mungu alikukumbuka zamani. Nihurumie, Mungu alikuhurumia zamani. Understand the case. Present it before God. Hello? Kama ni dhambi, will you walk free? Why? Jesus became a sin for me. Sina deni. Maana deni yangu ya dhambi Yesu alichukua. Na akafanyika. Kile kilinibariki ni kujua, akaigogomeza kwa msalaba. Hallelujah. Are you there? Can you give us Colossians chapter number 3? Ama Pastor Mungu tusome. Colossians chapter 2 na Kiswahili. Colossians chapter 2 verse number 15. Listen up. Colossians chapter 2 verse 15. Iko kwa screen lakini tusome na Kiswahili. Wakolosai mlango wa 2:15 ile inasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Samahani 14. Akiisha kuifuta sikiza sasa. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Akisha kama una ile akisha fanya nini? Akisha nini? Hati nini Pastor Mungu? Hati ni kitu kinakushtaki. There was some handwriting of ordinance that was against you. Kuna vitu vilikuwa vinatustaki. Akisha zivuta, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani. Alichukua akaenda akaipililia. The Bible says he nailed it to the cross. Kuna mtu na geti. There was some handwriting of ordinance that was against us. Every time you stand, zinauliza huyu anastahili kufika wapi? Huyu hastahili kuolewa. Huyu hastahili kufanikiwa. The Bible says, and thou shalt know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah. Jesus nailed it on the cross. The power of sin. Hallelujah. It is on the cross. Tuko pamoja. Hallelujah. It is all nailed on the cross. Destroyed on the cross. And I want to decree and declare, it will not destroy us now. The name of Jesus Christ. Hallelujah. Let's come back to our scripture. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Can we read this once again? 1, 2, let's read. 1, 2. No, you are not reading. Can we read it again? 1, 2, let's go.
naongea kwa sababu hiyo. Kwa sababu Yesu alifanyika dhambi, basi yeyote ako ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ni kiumbe ya kale haipo, kila kitu kimefanyika kipya. Kama unaidea ilo mkono sema, because I'm in Christ. I am a new creature. The old has passed away. I am a new creature. And everything has become new. That is the word of God. If hallelujah, is anyone here who is in Christ? Ama kikunaye ndani ya Kristo Yesu. Kataa yale amefuata baba yako kukufuata. Kataa yale amefuata mama yako kukufuata. Kataa ile inafuata watu wa kwenu. Wewe uko ndani ya Kristo Yesu. Hallelujah. If anyone is in Christ, is a new creature. Wapendwa, hiyo dhambi inakuja kututenganisha na Kristo. Haitatutenganisha. We will excel in the name of Jesus Christ. Nataka niseme hivi, kama vile samaki inakuliaga kwa maji, zingine zinategwa, zinatolewa, zinakuwa kitoweo, zinakufa. Lakini kuna ile inakuwa na inakomaa katikati ya nyavu. Natangaza katika jina la Yesu, nawe katikati ya nyavu zote za Shetani utagrow na fulfill your purpose katika jina la Yesu Kristo. Why you are in Christ? Because tuko ndani ya Kristo. We will not perish the way the devil wants to perish, us to perish. Every small sin you defeated in Jesus' name. Not because you are trying to be very hardworking, but because you have received the revelation. Christ became a sin for me. I am the righteousness of God. Come on, declare it. Say, I am the righteousness of God. Say it again. I am the righteousness of God. Declare it another time. I am the righteousness of God. We have to walk as the righteousness of God. Romans chapter 8, verse number 1. Romans chapter 8, verse number 1. It's a scripture. It is a continuation of chapter number 7. That is why kama wewe ni msomi aruga ako makini, una notice how it is start. No scripture, no sentence inaanzaga hivyo. Nasema there is therefore. There is, sijui kama kuna lugha inaanzaga hivyo. Hiyo ni kukuonyesha ita continuation of verse number 7. Chapter number 7. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ. To them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Now, sikiza mpendwa, kuna wadada na wadugu wanang'ang'ana na nguvu zao weza kuishi maisha. I want to register to you how utashinda kwa nguvu yako. I tell you again how utashinda. Kuna watu wamejaribu wanang'ang'ana, lakini unakuta hutaweza. Mzee mmoja akafika mahali akasema, akaambia Mungu, najua mimi ni mtakatifu. Akamwomba Mungu, nijalie neema niachane na watu wao, niende nikakae kwa mlimani. Unipe ahadi tu utanipa chakula. Nikawaga kwa mlima. Mungu akamwambia enda. Akaenda kwa mlima mahali hakuna watu, akajenga kanyumba. Asubuhi, saa 7 anatoa chakula. Anaingia kwa nyumba, anakula chakula kimewekelewa na Mungu. Anakula. Jioni nafika, chakula kinawekelewa, anakula. Na akawa anaishi maisha ya kusikia niko na raha. Sina watu wa kunichafua. Sina watu wa kunisletea masengenya. Akawa anatulia pale. Mungu akataka kumuonyesha waovu si watu. Uovu uko ndani yako. So Mungu alifanyaje? Siku moja Mungu akatuma ama yeye sijui kama mtu wa kawaida kapita pale mchana
Kakuta yule mzee ameketi hapo nje anatulia na sikia raha. Kaketi pale na yeye wakaongea, akamuuliza unakaagaje huku? Mimi nakaaga hapa, sitaki kuchanganyika na watu. Wakaongea. Saa zile za chakula akamwacha yule pale, akaingia kwa nyumba kuangalia chakula, akakuta sahani 2. Mwanzo zilikuwa inakuja moja, lakini saa hiyo zikawa ni 2. Akasema leo nitakula mpaka nioge naye. Akarudi hapo nje, akasubaisha huyo, wakaongea. Yule akamwambia sasa mimi nasikia njaa, acha niondoke maana mimi sijui nakula nini. Akamwambia mimi nakumilia tu hapa, chakula kiko kwa nyumba sahani. Kwa nini yalikuwa sahani 2? Maana ana mgeni. Sasa huyo alipoondoka, akaingia kwa nyumba haraka sana, akakuta hakuna chakula. Kimeondolewa. Akauliza Mungu, Bwana, kwani chakula kimeondoka? Mungu akamwambia, nilikuwa nataka nikuonyeshe shida si wale. Ndugu yangu, dada yangu, wakati utajua the power of sin is destroyed for you, you not unaweza kaa katikati yao and you make it in life. Revelation inasema ninajua mahali unakaa, mahali madhabahu ya ibilisi. But you have denied me. We don't live victorious because sin is not there, but because it died. When you have that revelation, hauna shida tena. Listen, mpendwa, ukijua kitu kimekufa hakikusubuani tena. Lakini usipojua unaweza kaa pale. Mmoja alikuwa anachinja kuku nyumbani. I still remember. Na nikachukua kisu, ilikuwa sharp. Nilikuwa natambia, Mungu alinisamehe, ya kukata kichwa mara moja chua. Nilikuwa na mke wangu. Nikakata mara moja chua. Si unajua kichwa kimetengana. Kuku inaruka. Mawaiva ananiambia hii haitakufa wewe. Nikamwambia hii ndio kichwa. Lakini ananiambia wewe angalia kama hujakata kote na niko na kichwa. Nimeshika. Why? Kwa sababu kuna nature inakaa kama haijakufa. Lakini when you know it is dead, haikusumbui. Hello, are you there? Yes. Ukijua imekufa hauna shida. Inaweza bakisha sana kutupa miguu, but it is dead. So when you know that sin is dead, as far as you are concerned, sin is dead. Can you answer mtu amekufa? Hello? Naweza jibu mtu amekufa? Hawezi. Mmoja alichukuliwa, alikuwa mlevi. Alipochukuliwa wakasema huyu mzee tutamwadhibu, ataacha hii tabia. Alikuwa analewa, anafanya vituko, anakasirisha watu. So wakaamua leo tutamwadhibu. Wakamchukua wakampeleka mochari. Alipompeleka mochari wakaambia attendant, ilikuwa usiku wa manane, mweke utakuja kesho kuandikisha. Naye attendant ni mlevi, akamwambia mwekeni huko utakuja kuandikisha. Jamaa kawekwa katikati ya misoga miwili. Jamaa karara. Sasa attendant anaangalia. Usiku akajisikia, akaguza. Kaanza kufikiri ni mama wajiko. Ndugu anasikia ni baridi. Pande ingine. Sidi akaamuka. Akakuta ingine imekatwa. Ingine imekatwa jicho. Akaketi, pombe yote ikaisha. Akapiga duru. Yule attendant akafungua kuangalia ni nini. Kamlango kalipofunguliwa, jamaa alichoka chwa. Akachomoka mbio. Yule attendant akamfuata. Kamkibisha. Nasema shika huyo. Yona watu. Shika huyo. Ni maiti. Watu wakisikia shika huyo, wanaenda kushika. Ukisikia ni maiti, I don't know, unajua. That is why hata maiti tunawabebaga pole. Maana nipendezwa na yule mhubiri, alikuwa anahubiri kwa mazishi ya Mainevi. Aliomba maombi, watu wakacheka sana. Nasema hivi, Mungu, kwa sababu walikuwa naomba na Kikuyu, kwa sababu haulizagi swali. Maana mtu anaweza kukuuliza swali, umuite umjibu hapo karibu.
So watu hawawezi kubali kushika maiti. Why? They don't believe he's dead. And that is why we have no joy. This day I would like you to understand, sin is dead. Come on, sin is, as far as you're concerned. Maandiko yanasema he became sin for us. Not for everybody, but for you. I say for you. That is why you're going to live a holy life. Let's finish verse number 2. When I talk about short time of declaration, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin. Can you declare it once again? Let's read it. 1, 2, let's go. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Now look at this. There is a law of the Spirit of life, which is in Christ, has made me free. Hallelujah. From the law of sin, and you are no longer under that law. The Lord said, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. We are free from that law. That is why the church of the New Testament is a strong church. Why? Because we are not by our strength. It is by what Christ did. That is why we live a victorious life. That is why, sister, you can walk away without gossiping, without lying, and all those things. You don't need deacons wakufuate ili usitende dhambi, ndugu yangu. When you understand that sin was destroyed, then you can purpose to become God's righteousness. And when you become God's righteousness, you are sure you are going to live a victorious life. Why? Maandiko inasema sin is a reproach, but righteousness exalts a nation. Hallelujah. Sin is a reproach, but righteousness exalts a nation. And because you're the righteousness of God, I see you being exalted. I say it again, I see you being exalted. Come on, I see you getting to your destiny. I see you reaching where you belong in Jesus' name. Hallelujah. The pattern of sin will never destroy us. Maana kuna ile imeangamiza wengi, pattern ya dhambi, pattern ya uovu. It is always following us. Ituangamize. But when we understand this thing, that is when we can live a righteous life, a victorious life in Jesus' mighty name. Kuna maroho mengi yametumwa ikaweze kukuangamiza. Yesu alisema, nawe utajua ukweli, na ukweli utakuweka huru. Hallelujah. Ukweli ni nini? Dhambi ilishindwa, iliangamizwa. As far as I am going to live a righteous life. I'm going to make it in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Are you there? Maana nimejua kuna maroho mengi paka inakufuata kanisani. Dada, ndugu, umekuja kuomba, baada ya kuomba mwingine anakuja, mnaanza kusengenya kanisani. Tumeketi mahali mnasengenya. Why? Kuna nguvu ya dhambi inajaribu kututawala. But because iliangamizwa kwa ajili yetu, we are going to see our tomorrow. We are going to see our destiny. I'm declaring from here, we will defeat them in the name of Jesus Christ. Wapendo, when we were coming out, jana tukirudi na mke wangu kutoka Murang'a, so many things nikaziona kwa mawazo yangu. Leo asubuhi nilikuwa namwambia juu ya familia. Wadada wawili tulikuwa nao Kangemi. Very sweet sisters. Very sweet. Very good. Wanapenda Mungu, waombaji. But amazingly walikuwa wanapitia maisha mazito. Terrible ones. Painful ones. Unaenda unashikanisha mahali na mtu. Mmoja wao akachukua na mzee mwingine awe anafanya kazi kwake. Wakapoa mpaka nyumba wakaenda watoto wake. Nature ilisukuma mzee akaenda jela. Jambo limetendeka, mzee mzuri, a very serious brother.
kijana wake anaiba bank hapa Westland. Wanakuja kukajania pesa huko nyumbani. Walifuatwa na katrak. Huko kulikuwa kumewaka moto. Mzee akaenda ndani. Hapa nini? Central Police. Tuenda kumwona hapo. Mzee akakaa huko ndani, mama akafukuzwa, akarudi kwa maisha yake ya shida. Watoto wake walikuwa naenda kuokota chakula kule kwa garbage. Na ni watoto wazuri sana warembo. Why? Because there are some issues which are standing against us. Listen carefully. Mambo mengine utaijua na utaangaza Mungu akufunulie, ili ukaiangamize. Naomba tubadilishe maombi yetu. Tuanze kudeclare mambo vile inastahili kuwa. Anything that can destroy us, may it be destroyed before then in Jesus' name. Hallelujah. I say hallelujah. Kimepandwa kwenu, tunakitangazia tutapita hiyo njia katika jina la Yesu. Are you there? Wapendwa, you may not understand because I think ninyi hamkuzaliwa mahali kuna uovu. Mimi nilizaliwa katika nyumba uovu, kama si Mungu ilikuwa iniangamize kwisha. Babu yangu yule amezaa baba yangu alikuwa na wake sijui wangapi. Paka akiwa mzee alikuwa analeta tushana. Sisi tunatumama kwa nyumba. Na kwa sababu tulikuwa wa vijana wakatili, tulikuwa tunaenda kusikiza na hapo kwa dirisha. Sasa tunasikia kile kinafanyika. Tunacheka, nenda tulaani. Tunapika majina siwezi yataja hapo. Na tutukana na tabia tukufu. Hatuelewi kile tunafanyiwa. Sasa kile aliacha, anaenda kwa warogi, anaenda wapi? That evil thing. I was shocked when I followed. Nikakuta kama to my mommy. Naye alikuwa anaenda kwa warogi. Mtoto wake, sani yake, akawa ni mwalimu. Amepostiwa kufundisha kule Katuri. Wale mnajua Katuri. From that wakari. Yes, kuna julikana na uchawi. So, that son alienda akatafutiwa haina. See there? Fish. Akitokea kwa gate, akienda kazi haina inatokea. Inamsindikisha. Akiingia kwa compound ya shule haina inadisappear. Jioni inamngojea kwa gate. Akitokea kwa gate haina inatokea. Namshindikisha mpaka nyumbani. Aniangalia. Now look at that such family. Wapendwa, juzi tulikuwa tunaongea na mchungaji mwingine. Nikasema na kuna mambo. Aliniambia nyanya yake, babu yake alipokufa, alimwacha na watoto wawili. Msichana na kijana. Badala ya mama kuolewa, Helena ile mwanake alijirelea kijana. Kijana alipokomaa, kumwambia turudi kwa kitanda. Wakazaa na kijana wake watoto watatu. No, this happens. No, unaniangalia. Mama Kenya, chunguza hata kwenu pengine. These things are happening in our backyard. But simply because we are holy, we are okay, nothing no going to say, no, the truth. And the truth will be your strength. The truth is a power that tells you to stand before God. Nilikuwa ninaomba na ujumbe huu this week. Nikaambia Mungu, since Jesus became a sin for me, any ground inaweza tumiwa na shetani ifunue kwangu, that I may destroy it. Na jana ikawa mpaka nikashangaa. Imagine buzi ilitolewa 50 years ago. In fact, ilitolewa na yama mashahidi. My dad ameitisha zenge. Imekuja imenegotiatiwa, imechukuliwa kwa neighbor, ameletewa. Hasa alipoletewa, yule aliyeleta baada ya kupata pesa, akaja akapea my dad 800, hadi alipe senge. Iwaga kwa mfuko. Alikula senge na pesa. Na ukimuuliza anakuambia kwani naleta hutu.
Jana nilimkampeti lilipo yote. Listen, these things are killing us. I told you another day. Why am I saying this? But let me just, maybe it can help someone. Nikiwa mdogo sana, my grandfather alikuja kwetu nyumbani. Because our fathers and our mothers, maandiko inasema in the book of Lamentation, walitenda dhambi na wapo. Sisi yetu na bebesha mizigo yao. That's what the Bible says. Sasa Deacon Wajoi, my grandfather akaja akaona ng'ombe. Akasema hii ng'ombe ni yangu, kaane na mimi sasa. Because majina ni moja. My dad alikaa, ng'ombe hakupeleka. My grandfather akaondoka, my mama akaondoka, na hiyo ikaisha. Watoto wasichana wake wanamletea vitu, anakula. 2015. Is it 2015? If I want to my in-laws. 2015. Tulianza na yule mkubwa mwezi wa pili. No, yule wa tatu mwezi wa pili. Kaondoka. Second from up. Mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu. That is Baba Victor. Baba Deacon Machari. Kaondoka. Mwezi wa 4, my sister kaanguka kwa shamba. The older sister. Alipoanguka kwa shamba, tukaenda nyumbani, hospitali. Mume wake akaniita, kaniambia kuna ng'ombe ilitishwa. Na hii ng'ombe kaenda inatukula. Tukaketi na maisizo kasema Saturday hiyo ingine tutaenda kununua hiyo ng'ombe. Take it or leave it. That man akaenda nyumbani. Kuma na kijana yake amebeba mpeleka nyumbani akakataa. Aligongwa na pikipiki, alikufa hapo. The man aliyetomboa hiyo siku, he died there. The Saturday hiyo ndio tulimzika. We lost them wamefuatana. Listen friend, these are things that are destroying us. But we don't know sisi ni nani. If you can know what God has done for you, you become an ambassador to change that family. That is why tulisema mwezi huu ni mwezi wa kufungua familia zetu. Please, I beseech you in the mercy of our Lord Jesus Christ, hatutapumzika when our families are perishing. Listen this. Wakati tulienda kule kwetu sherehe. Let me not go that way. Listen carefully. What we need to do, we need to arise. We need to break every foundation. We need to break every ground. And you can't break it, not unless you understand who you are in Christ. I say you understand who you are. You are God's righteousness. I say you are God's. Come on, you are God's. I wish you can lift up your hand and say, I am God's righteousness. I am God's righteousness. Let me just demonstrate it on you. I think God will help me. Let me have 2 people. Come, Dr. Ruth. Come na kiti. You can come with that one. Hata kuja na kiti. God bless you. Sit there. Just. Now this is what happened. This is Ruth, a sister who is full of challenges, who is full of issues. Hata kwao. I don't know kama mnajua, hata kama umeokoka mama Keniwa, kuna some similarities kwa maisha yako na wale hawajaokoka. Hello? Wajua tumevaa hivi. Tunajifanyaga, tunaweka kakirema. May we remove the mask. The truth be told. Some of hapa wanaume wengine hawaongeagi kwao. Na wadada mko nao lakini jaribu. Anakodolewa jitu tunapojaribu. Ananyamazishwa, anajikunja. Wae hata wengine wanaambiwa ni tabia pastor. Jaribu. Bwana asifiwe. Hapa wanaume wengine wamewekwa box kiasi.
Mama anasemaga kile anasema, kijaribu kwenye we tunanyamaza. Wamama wengine nao wamewekwa kwa box. Lakini wamama si wengi, wazee ndio wengi. I've done some research. Na wadada wengine hapa utaona akilia machozi, haleluya. Lakini ndugu anamwaga anasema pepo saitani. Nikwambie ukweli, pea wanaume makaratasi hapo. Waambie waandike wale wadada wako kanisa hii na waje wakoka. Akuta jina la mke wake na bawani. Halo. Maana huyu anaweza sema kama nimeokoka ama sijaokoka. Maana tukiwa kanisani ni haleluya, lakini na mengi haifanyikaji tebolu ama kitchen. Jazie. Katika hapo ndio anaambia wasigawa. Anakopa kidogo. Zemoja tulikuwa na hapa samani. Nilimwangalia nikamuuliza wewe. Akaniambia pasta. Nilikongwa kofi mbili. Sina sema alikuwa na watchman. Nikamuuliza alikuwa amekushika wapi? Kaniambia msanii kufanyaje pasta? Tu amepitana hapo. Poa. Gani unanigonga? Poa. Akamwangalia akamwambia siwezi kukugonga. Sawa, siwezi kukugonga. Ni sawa. Haleluya. Hapa area. Okay. Turudi hapa. Orani wanaume, I never. But those are the things that are happening. And follow them. Unakuta sisters za mke wako pia. That is how they behave. Mama moja ameokoka kabisa na najua. Ni mama wa kanisa. In fact, she's the assistant chairlady wa kanisa lao, si hapa ni mbali sana. Ni aliniambia, nike yuke nitaitape. Ili ingia vizuri. Tarudi na yuke wa matrango vya mtu hana geti. Yeye nikashirika nitakokesha uga kwa geti. Nafikiri akikokesha uga kama naweza kukesha uga maji ya kupika ugali kuchoma. Ishe. Na kwa sababu wazee hakuongei, maana tunakucheka. Ivan, nasema sio ki. Sio meze. Now let's come back to Maria. Now she's born in her family, which is like that. She heard sin. Sin was in dominion. But what happened? Assuming this is sin, Jesus came. Assume you are Jesus. Come. Jesus come and take God. Maandiko yanasema Mungu akachukua dhambi ilikuwa imefunika huyu. Akamwekelea Yesu. Halafu I wish I have something else. Good. Now look at this. Rudi pale. Sasa imeingia vizuri. Rudi pale. Huyu alikuwa na dhambi. Hivi tuna kitambaa nyeusi. Kuna kitambaa nyeusi. Ni sawa. Si mnaelewa hili dhambi? Na huyu alikuwa na utakatifu wa Mungu. Elewa vizuri. So what happened? Jesus or God akamchukua. Akamleta hapa. Akachukua dhambi from her. Akamwekelea. Akatoa utakatifu alikuwa nao. Akamwekelea. Now, she no longer have power of sin. She's no longer under the bondage of sin. Jesus alipochukua dhambi, hakukaa nayo pia. Alienda kwa msalaba. Akaipigilia kwa msalaba. Akaiacha kwa msalaba. Are you there? So Jesus go back to heaven. Akiwa hana dhambi, dhambi iko kwa msalaba. Imemalizwa kwa msalaba. Na huyu alikuwa na dhambi. Hana dhambi anymore. Lakini juu yake kuko na haki ya Mungu. That is why today she can stand as an ambassador.
ambassador kwa familia yao. She can stand as a voice kwa familia yao. She can stand as an authority kwa familia yao. She can decree and declare, nobody will be destroyed by the destroyer because of the righteousness of God. Listen carefully. You are very important. I say you are very important. Don't just see yourself a sister. You are not just a sister, a brother. You are the righteousness of God. What righteousness of God can do, you can do it now. Hallelujah. Now listen this. Let me say it again. Because in Nakujaga, the reason why Jesus had power to conquer or to live in this world, he came with the righteousness of God. Are you there? He came with the righteousness of God. That's why demons could not touch him. The Bible says he was tempted in all ways, but he sinned not. Why? There was no power of sin in him. He had God's righteousness. Hallelujah. Amen. And so he gave us this righteousness. A means today Sister Ruth can live a righteous life like Jesus. She can live like Jesus. She can walk like Jesus. In a short, kwa ufupi, I feel nikuite Jesus. Nisikie nikuite Yesu kwa familia yenu. You are Jesus in your family. That is why in Antioch, waliwaangalia wakawaita Christian, Christ-like. You are not just somebody. You are Christ-like. Come on, I say you are Christ-like. That is why I can declare and declare you will not be destroyed by sin, but you keep defeating it in the name of Jesus Christ. Why? Because he who is in you is greater than who is in the world. You have the righteousness of God. God bless you, dear ones. God bless you. Hallelujah. Kile kilifomaliza watu wa kwenu wakitakumaliza. Dhambi za kwenu wakitakumaliza. Hallelujah. You there? Kuna wadada wazuri sana. Dada moja aliniapproach. Siku moja akaniambia maneno mpaka nikashangaa. Some of the people tunaona waovu, they don't have uovu ule tunaona. Aliniambia akaniambia, Pastor, I'll tell you the truth. Mimi niliolewa na mume wangu aliyenizalia mtoto. Tulipopata mimba akanifukuza. Nikakaa bila mtu. Finally nikaolewa na mwingine akafa. Akaniambia, in my life I know only two men. Ukimwangalia unaweza ona mwovu. But nature has stood against her. Some of us here wengine Mungu angefunua katika ulimwengu wa siri. Wale umeshawahi pigia smile. Hallelujah. Tungekuogopa. Lakini kwa sababu hakuna nature ama jambo linakupinga unaexea. Listen carefully, mpendwa. There are forces that are fighting us to bring us down. Nature, number one of sin. I pray as we conclude that nature will not see you again. Not because of your power, but because of that revelation. Christ became a sin that you may become. May you walk this week and the rest of the days as the righteousness of God. May your mind be controlled by that knowledge. I am the righteousness of God. May your mind be controlled by knowing I am the righteousness of God. To go pamoja and walk by that, declare it every morning. I am the righteousness of God. Amen. And I tell you for sure, I see you living a victorious life. Amen. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are. Can you shout it? We are. I feel we lead Proverbs chapter number
14, I think. Yes? Yes, 14:34. Give us that scripture, we conclude with it. Then we have like 2 minutes. I'll direct you how we are going to have this week. Can we read it together? 1, 2, let's go. Say it again. Now, let me ask you a question. Sitaki unijibu lakini ujijibu. Wengi hapa, are you in the category ya yule anainuliwa ama uko katika category ya wale wanaibika? Hello, mnanielewa? Maisha yako, can you see mtu anainuliwa ama mtu amejaa aibu? Kutoka kwako nyumbani, kazini, everywhere. Maandiko yanasema sin is a reproach. Wengi tunaishi maisha aibu na kudharauliwa. Unakuta mpaka kazini, wengi unaonewa. Najua shida yetu tunajifanya kama we okay. Mpaka unakaa ukisema shetani, na nichukia sana. Shetani, nilikemea hiyo roho na hiyo msemo, ni uongo. Unajua pastor, shetani anatuchukiaga sana. Sikatai anatuchukia, lakini Mungu anatupenda. Wajua wale watu shetani hawapingi. Wao shetani hawapingi lakini Mungu anawapinga. Na maandiko yanasema Mungu akiwa pande yetu, nani atakuwa kinyume nasi? Bona neno alifanya kazi katika maisha yetu. Ni kwa sababu kuna mambo hatuelewi. Look at this. Kama sisi ni righteousness of God, then we are supposed to be exalted. Every day, from glory to glory. That is the will of God. The church is the salt of the world. And the church is the light of the world. Hakuna kitu kinaniumiza, and especially of late, kama vile naona wachungaji na mabishop na maapostoli wanaitwa waende wakatembelee wakubwa. Na siku nyingine nilikuwa nimealikwa. Nikaambia yule alikuwa ananialika, mimi siendi. Saa 2 kitue kwa mto. Kari. Na walifika. Kwa naona hata wengine sitataja jina. Tuende wakakula breakfast. Ni aibu gani wapendwa, for sure. I believe in myself. Kanisa ni chumvi. Sisemi ni vibaya kwenda. Na ile mambo ya kuitwa breakfast. Nikajiuliza kama tungewaita maombi mama saa 2 akafika huko. Na saa 2 wanaingia Karen. Sababu ni mkuu. And that is why the church is weak. Listen, friend and brother. We are supposed to be strong. Tunastahili kuwa hodari. Kwa familia yenu, you are supposed to be the spokesman. Na usidanganywe hata kama hujasoma. Usikubali kunyanyaswa. Wewe ndio unastahili, maana wewe ndiye nuru yao. Sasa utawaweka watafikaje? Unakaa pale maana unagojea upewe lift. Paka wakikwambia nipe hiyo kauka. Na yakashika kauka digara. Nipe hiyo moto unakaa pale inavutwa. Na unafanya kama madharau. Maana umekaa pale hiyo. Unasikia mpaka unaamuka unajifanya ni kama unaenda haja kidogo. Lakini unatorokea moshi lakini hauna voice. We need to go back to our rightful place. We need to be the voice. Angalia mwenzako mwambie kuwa sauti. Where is the voice of the church? Because we have become reproach. Come on, are you there? We need to arise to a position. You can tell them, have you never attended your fellowship again until you recognize Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Kuna mambo lazima tutainuka mahali petu katika jina la Yesu. Na jambo moja tunapigania ni righteousness.
I say, and especially hapa kanisani, lazima tupigane na Yesu Kristo. Why we are not reject, we are born of God. Kutokuwa na pesa haijamaanisha you are a reject. And very soon I see you there in Jesus' name. Tuko pamoja. Wale mababa zetu waliotuongoza akina Jacob hawakutishwa walipoenda kwa Laban. Aliambia Laban, I'm here for a moment. Nikitoka utajua Yesu ni Bwana. Alipokuwa akitoka, Laban alijua yeye ni mtumishi wa Mungu. Maana alitoka na utajiri wote. 20 years Mungu ametransfer. Mungu tunatumikia. Na Jacob hapo ameokoka. Amepata wake wawili na masuria wawili. Amezaa watoto 11 na kingine kanazaliwa kwa njia kwa kieni. Ng'ombe zote na mbuzi. Paka Laban akawa waziri. Mungu ametransfer. Wewe umefanyia Muhindi kazi miaka yote mpaka karibu kupewa transfer. Na una kitu isipokuwa ile unaitwa kama yule mama anaita matunda baada kumuita mutinda. Sasa hebu angalia, sio unaitwa kifua kikubwa, jinga hii toto, jinga hii, na wewe ni mkubwa kumulika na nakuita toto. May God cause us to realize our purpose. Righteousness exalt, and you are a nation. I decree and declare, righteousness must exalt you. I say must exalt you, must open doors for you, must raise you to another level, must cause you to conquer, must cause you to excel. I decree and declare, reproach is not our portion. I say reproach is not our portion. I decree again, aibu si sehemu yetu, aibu kazini si sehemu yetu, aibu kwa nyumba si sehemu yetu, aibu kokote tuko, it is not our portion. Since we are the righteousness of God, righteousness we exalt in the name of Jesus Christ. Simama na miguu yako kwa jina la Yesu. Simama, 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 rakababo, shatarabo, keboya, zondo mishire, ireketerebo ziri, aliyeketaya, hando bezdo kereria, mashalabo. Hallelujah. Thank you, Father. Nataka ukume simama, funga macho yako, angalia maisha yako. Angalia maisha yako mpendwa. There is a praise the enemy has been using. Maybe any type of sin. Mtu mmoja Mungu alimwambia asiyeiba anadanganya, na asiyedanganya anafanya uzini, na asiyefanya uzini kuna jambo anafanya. Kuna dhambi imekukorea, kuna dhambi imekushika, iwe ya masengenyo, iwe ya chuki, iwe ya hasira, iwe ya mambo fulani imekushika. Wengi hatujuagi hata hasira ni dhambi. Hasira ni dhambi mbaya. Hasira imefanya wengi wauwe. Oh, mwambie Bwana akusaidie hiyo dhambi isikushike tena, kwa sababu Yesu alichukua, alifanyika dhambi, akaipeleka msalabani. Haiko hai tena, imegogomeshwa msalabani. Leo ni siku yako ya mwisho ya kutii ile dhambi. Maana atendaye dhambi, maandiko inasema ni mtumwa wa dhambi. Dhambi huwezi kuwa mtumwa wake kama haiwezi kuwa bosi yako. Kumbuka leo ama tua leo, dhambi ilifanyika, iliuawa, iliangamizwa. Haistahili kukutawala tena, haustahili kuwa mtumwa wake tena. Iwe ni kidogo namna gani, haistahili kukutawala tena. Iongeleshe katika jina la Yesu. Iwe ni hasira mbaya, iwe ni chuki, iwe ni masengenyo, whatever it is, talk to it in the name of Jesus. Tell it you are destroyed on the cross. You will not destroy me. You will not destroy my relationship with God. Destroy my life in the name of Jesus Christ. I am the righteousness of God. I am the righteousness of God, and righteousness exalts a nation. I have to be exalted. No more reproach, no more shame.
shame, no more shame, no more shame, no more shame in my life. Talk to your maker. You cannot live that life again. You have to defeat it in Jesus' name. Oh, Rabo Sheketa Rabaganda, Handorobo Zika Babori Makayanto, Kipara Rebo Ziria Mayanda, Hazoka Rimakushe Telemaganda, oh, Ibarakoto Pine Shekeria, God, Yanemori Amazoka. I want us to pray. I want us to pray. I request us to be quiet. Hear this. Righteousness in harufu na dhambi in harufu. Maandiko inasema wakati wa Sodoma na Gomora, neno la Mungu linasema, Mungu akasema harufu ya dhambi zao imenifikia. Kwa hivyo kuna harufu inatokana na matendo yetu. Yakiwa ya haki, harufu ya haki. Harufu tamu, harufu ya kupendeka. Ikiwa ya dhambi, harufu ya aibu. That is why ukienda mahali watu wanakudharau. Shetani anataka hiyo harufu ikuangamize. But you can decide today, by the knowledge of the word of God, it's not my ability again, it is what Jesus did. I want us to lift up our both hands to the Lord. Tunapokiri mbele yake. Sema, Bwana Yesu, ni asante ulifanyika dhambi ili mimi nifanyike haki ya Mungu. Bwana wangu, ukashinda dhambi kwa msalaba, kwa niaba yangu. Leo nimepata ufunuo huu, na ninatangazia dhambi haitaniweza tena, haitanitawala tena. Neno limesema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Leo nimeinua mikono yangu kutangaza, kuanzia leo mimi si mtumwa tena. Mimi niko huru kwa sababu Yesu ameniweka huru. Kuanzia leo nitatembea nikiwa haki ya Mungu, righteousness ya Mungu. Maandiko yako inasema the righteous, they are as bold as a lion. From today, no fear will be my life. I'll be a bold person to counterattack every operation of the evil one. I am your ambassador to the glory of your name. Wiki hii nisaidie kutangaza haya as an ambassador of Jesus. In Jesus' name nimetangaza. Amen. Na usikubali yale maisha ama jambo ulikuwa umefanya jana juzi kusumbua. Ulifanya kwa sababu ya kutujua. Kuanzia leo umejaa kujua. Tembea katika ule ufunuo, tembea kama ambassador wa Yesu. Bonus ikujali. I say bonus si kwa sababu ya pesa, but because you are the righteous. Na neno Mungu alizidanganya. Nasema the righteous they are as bold as I see you roaring like a lion. I see you roaring like a lion. Na watajua hawajui, kwa sababu nakuona hapa ukitembea na ukuu wa Mungu. Hallelujah. Jogoza hata wasikari ukikutana nao na wakondolea maji. God bless you kids. I thank God. I'm excited. Kitu inatusaidia sana.
So Mungu wa rehema mbariki wiki hii unapojitayarisha kutoa pesa zetu ama worship God in our substance. Wiki hii tutakuwa tuna wakati wa kutangaza that message. I know iko kwa YouTube. Sinikueleweka. Please listen it again and again. Haya maandiko kama umeandika yasome tena na tena. Omba nayo mpaka ingie ndani yako. Nataka envelope, just lift up your hand. Tumeambiwa kutolipa fungu la 10 wewe ni mwizi. Na mwizi ni dhambi. So usikubali kuwa mwizi. The first day ya mwezi mpya. Kuna mtu hapa ameinua. So wiki hii kuanzia leo, that is what we'll be praying for all the way to Sunday. I'm not giving every direction of fasting and praying. Sikusikia nimeelekeshwa kufunga. I don't do things by myself. Nilisikia tuwe tuna wakati. Ukisikia kufunga, usikose kufunga. Ukisikia kuna mtu hapa. Ukisikia kutofunga na kuomba, kuja hapa, take time, go to prayer mountain, kaa kwa nyumba yako, take time. Anything that have been following you, destroy it in Jesus' name. Declare, haina uwezo that dhidi yako. Wapendwa, knowledge is a power that inafanyaga mtu asimame. Unakodorea judge macho. Na unamwambia judge, hapa mimi nimeonewa. Na unatoa ukweli. Na una case yako na ukweli. Mmoja nilikuwa nasikia nimegojeka sana. Na nikasikia ugonjwa unaingia sana. Nikaanza kukemea. Na si kukemea, nikaanza kuomba na ufunuo. Nikaanza kuongea, nikaambia Roho Mtakatifu. Mimi nikaanzia Roho Mtakatifu nisaidie. Nikaanza kuongea nikisema mimi mwili wangu, maini yangu, kila kitu imewekwa huko. Na nikatangazia magonjwa hauna uwezo dhidi yako. Some of these prayers, the way you pray by revelation, that's how you defeat the devil. So this week, that is what you're going to do. Against any nature of sin. Imekuwa ikijaribu kukuandaa. Deal with it. Sunday, we shall declare in the morning, kabla tuanze kupewe the next week's word, we are going to declare we are above and not beneath. That's a promise of God. We shall be above only. Above. Be above. See. Nasema be above. Walk above. In Jesus' mighty name. Mungu wa rehema utaona vile atakutendea. Na kabla mnamaliza wale wanafungu la 10, let's lift it to God. Baba mwema, asante kwa hizi fungu la 10 umetupea. Tunaziinua kwako Mungu wa rehema. Tunakuheshimu nazo. Zikubali Baba yetu. Na utubariki in accordance to your will. And all the offerings we offer you, we bless them in the name of Jesus Christ. As we give them, receive them, that will be an honor to you from us. In Jesus' name, to nobody can. Amen. Si kama kuna mtu mgonjwa. Kuja kujua. Mgonjwa. Kuna mwingine? Yeah? Just come forward. Mama tu hapo. Kuja, nasema ukuja hapo, tasimama tu hapo. Pole hiyo. Na tafadhali tuweke barakoa. Naomba tu hata kama tunajua Mungu anatulinda. Let's also do what we are supposed to do. Nataka tuanze kuombea wagonjwa. Mgonjwa, wale wagonjwa. Tunataka wakuje speak a blessing na hii power on them. Na ukisikia kama kuna hizo symptoms nini ya corona, siende kuwekwa hizo mafuta. Kunywa jinja, limu, maji moto kwa wingi. I'm serious. Nasikwambia usiende hospitali, najua picha zote atanipiga na wakongo. But wakati tulikuwa tuna hiyo mambo nilishangaa. Walikuwa wamegojeka watu 5. My nephew na wengine 4. Na wakaambiwa wote msiende hospitali.
Hao wengine wakakunywa madimu, majija, hizo mavitu. Tulikuwa nao huko. Alikuwa anasema si tuko sawa. Sasa Mutega akaja kuona daktari mwingine hapo. Kuja akampeleka akaenda kuwekwa. Sasa hivi mwili yake iko kwa shimo. Hao wengine wanne. Tulikuwa nao pale tuambia hata tumepona. Tuko sawa sasa. Moja kwanza alikuwa anatuambia alikuwa mbaya sana. Alikunywa jinja. Jinja, garlic, turmeric. Turmeric. Bona? Inaitwaje? Si ndio? Ama ile ya yellow. Unapona zote, una inhale hiyo steam. Hapo unakunywa na unakunywa mpaka kiruma. Nimeikunywa sijawajeka, lakini najua tuliinteract nao wote. Kwa nikikunywa mpaka kiruma na kaja. This is life. So don't go there. Fanya hivyo. Mambo inatoka kwa wapi yetu? Tugani. Acha tunyoshe mikono. Baba mwema, wewe ndiye Mungu utufanyaye. Mungu wa rehema na baba yetu. Tunakuja kinyume na kila magonjwa. Roho ya magonjwa imejaribu kuadhiri miili. We are coming against you. Thou evil spirit, we render you powerless. We break your authority and decree and declare you are defeated from the crown of their head to the sole of their feet. Leave them now, you sickness and disease. And release the anointing of God to flow upon their body from the crown of their head to the sole of their feet, healing and perfecting their health. Father, thank you. Their temperature is well. Their pain is gone. Everything of the devil is destroyed. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father, because I know it is done. In Jesus' name, tunaomba tukiamini. Mmepona katika jina la Yesu Kristo. So let's bring our offerings. Mama Vita amesema turmeric ni kali. Na si lazima ukunywe kwa sababu umegonjeka. Those things are good for your health. Keep doing them. Keep taking them. Unapotoka, I have a thing here. All sisters to continue giving through their groups. All sisters to continue giving through their groups. Online, wale wametuma pesa online, please make sure you forward that message. Usiandike tu kwa envelope, forward that message to number ile iko pale chini. Please forward that. Samahani wageni, tumeokoa Vatican. We love you, we love you, we love you. You are here for the first time. We love you. I'm sorry, next time we shall recognize you. God bless you.